Karibu sana KingoFarm. Sasa bwana, leo hii ninataka nikuelekeze jinsi ambavyo unaweza ukawa na kuku wengi wa kienyeji. Nataka nikupe mbinu ambazo zitakufanya wewe uwe na kuku wengi wa kienyeji, kwa sababu sisi pia tumeanza kuchukua hatua kuzitumia hizo mbinu ili tuweze kuwa na kuku wengi wa kienyeji. Sasa sisi tumeandaa hili banda hili hapa kwa ajili ya kuku wa kienyeji kama unavyoliona hivi. Humu tumeweka maboksi ya kutagia hivi. Humu wanasimama wanalala. Kuku wa kienyeji wanapenda sana kulala juu. Na hii yote hii ni kwa ajili ya kuwa na kuku wengi wa kienyeji. Umeona? Sasa niwaelekeze mbinu ya kwanza kabisa ambayo sisi hapa tumeitumia. Mbinu ya kwanza ni kununua. Huwezi ukaanza bila ya kuwa na kuku. Lazima uwe na kuku ili waweze kukuzalishia. Kwa hiyo hatua ambayo tupo sisi hapa, tumenunua kuku kama 30 hivi, ambao hawa kuku tunaamini kabisa wataweza kutuzalishia. Sasa nisikilize vizuri, ni kwamba tumegawa katika makundi mawili. Kwanza tulitaka kuku ambao tayari wanataga, yani wakifika tu hapa watakaa muda mchache wataanza kutaga, na kweli kuna kuku kama 3 hivi wameshaanza kutaga, hata wiki 3 hazijapita za kukaa na hawa kuku. Hiyo ndio hatua ya kwanza. Hatua ya pili, unaweza kununua vikuku vidogo vidogo. Kwa mfano, ngoja nikuonyeshe. Kuna hiki hivi hapa, umeona hivi? Hawa ni kuku wa umri. Unaweza ukaamua kuwanunua kuku wa aina kama hii hapa. Labda ukanunua kuku hata 50 au kuku sisi tumenunua 7,700. Kwa hata wewe unaweza ukanunua kwa gharama hiyo hapo, ukawa nao wakakuwa kiasi. Kwa mfano hapa wakikaa hapa kama miezi 3, baadaye wanaanza kutaga, jogoo wanaanza kupanda. Sasa ukishanunua, mfano sisi tuliponunua kuku tuliwafungia humu ndani kama wiki moja kwa ajili ya kuwapa chanjo. Sasa nisikilize, chanjo ambazo tunawapa hawa kuku kawaida waga na kwaga ni Newcastle, gumboro na ndui. Sasa ndugu zangu, hizi katika hizi chanjo 3, chanjo 2 hapa ambazo ni gumboro pamoja na ndui, hizi huaga zinachanjwa kwa muda maalum. Mfano gumboro huwa inahitaji chanjwe siku ya 14 na siku ya 28 gumboro. Umeona, ukikosa hizo siku basi. Lakini pia ndui hii ndio ni chanjo hatari sana. Katika chanjo zote ambazo tunawachanja kuku, ndui ndio ni chanjo pekee ambayo ni hatari zaidi. Ndui yenyewe huwa inachanjwa siku kati ya siku ya 35 mpaka 45. Kuku akishavuka siku 45 kwenda huko mbele, hushauriwi utumie chanjo ya ndui ambayo huaga tunachoma sindano kwenye bawa la kuku. Kwa hiyo hushauriwi utumie. Na wakiwa chini ya hizo siku, mfano nimeshawahi kutana na kesi ya mfugaji ambaye amewapa chanjo ya ndui wiki 2, vifaranga wa wiki 2, wale vifaranga walikufa wote. Kwa hiyo unaweza ukanielewa hapo. Kwa hiyo hizi chanjo 2 utahitaji utumie chanjo za asili. Sisi pia hapa tumetumia chanjo za asili. Chanjo ya asili ambayo ipo kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, mle tumeandika hiyo chanjo. Usitumie chanjo za dukani. Ukitumia chanjo za dukani zitakuletea madhara. Ila chanjo ya Newcastle, hiyo ukitumia ya dukani kwa hawa kuku wala haina madhara, lakini chanjo ya ndui itawaletea madhara, na hata kama isipowaletea madhara inaweza isifanye kazi vizuri kwa hawa kuku. Hapo nadhani mmenielewa kwenye upande wa chanjo. Kwa hiyo tutakuwa tutumie chanjo za asili ambazo tumeziandika kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hicho kitabu kitakupa mbinu zote za kuwafuga kuku wa kienyeji. Yaani hata hii video ambayo naiongelea humu leo hii ipo kwenye kile kitabu. Utapata na vitu vingi vya kuhusiana na ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Sasa baada ya hiyo hatua ya kwanza ya kununua kuku, hatua ya pili ni kuwazalisha, kuwafanya wazaliane wale kuku ambao umewanunua. Mfano sisi hapa unaona, sisi hapa hatua ya kwanza tumesha maliza, hatua ya kununua kuku, kuandaa kuku. Hawa kuku ambao tumewaandaa huwa wanaitwa koo, yani ni kwa ajili
ya kuzalisha kuku wengine. Kwa hiyo hapa tupo tayari kwenye hatua ya pili ambayo ni kuwaandalia mazingira ya kuwazalisha. Mfano, kuku huwa wanataga humu, tunayachukua yale mayai tunayahifadhi vizuri. Hakikisha kwa siku kwa mfano huyo hapo, kuna kuku hapa anataga, huyu hapa umeona ametaga, kuna mwingine ameshataga yai hilo hapo. Tunayatoa haya mayai, tukiyatoa haya mayai tunayahifadhi, yakitimia idadi ambayo tunahitaji ndani ya siku 14 tunaenda kuwawekea kwenye incubator. Tunayo incubator hapa, kwa hiyo tunawawekea kwenye incubator kwa ajili ya kuzalisha vifaranga. Lakini kama pia huna incubator, mashine ya kutotolesha vifaranga, unaweza ukawatamisha wao wenyewe, ila hakikisha pale unapowatamisha unaweka hata mayai ya kisasa mawili. Usitoe yote, ila unakuwa unatoa ya kwao, afu siku akianza kulalia unawawekea kwa pamoja. Hii mbinu tumeelekeza vizuri sana kwenye kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Tumeelekeza vizuri sana ya kuwatamisha mayai kuku wao wenyewe. Vifaranga, hii ni hatua muhimu sana ya kuwalea vifaranga, kwa sababu endapo utakosea kuwalea vifaranga basi hutoweza kupata kuku wengi. Njia ambayo tunatumia njia ya kisasa kabisa ya kuwalea vifaranga. Unatengeneza bulda, unawanunulia starter ya dukani, unakuwa unawapa starter, unawalea kama ambavyo huwa tunawalea vifaranga wa kisasa. Kikubwa tu hakikisha unakuwa na vifaranga wengi, maana yake ukiwa na vifaranga wachache kidogo gharama inakuwa ni kubwa, umeona? Kwa hiyo ni hatua nyingine ya kuwalea vifaranga. Chanjo, utawapa chanjo zao kwa wakati vizuri kabisa, na baadaye ukimaliza kuwapa chanjo kuku wako, kisha utawarudisha kwenye mazingira ya kawaida. Kwa hiyo ukifanya hivyo, na kama utawapokonya tetea, kuna njia nyingine pia ya kuwalea vifaranga. Unaweza ukawa labda tetea 4 wametotoa kwa pamoja, uliwawekea mayai kwa pamoja, wametotoa vizuri pamoja, ukawanyang'anya wale 3 ukamwachia mmoja walee. Hii inatakiwa ufanye hivi vifaranga wasizidi siku 3. Wakizidi siku 3 yule mama mmoja atakuwa na wadonoa. Kwa hiyo yule mmoja atawalea wale vifaranga wengine wote. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana kama unahitaji uwe na kuku wengi, na sisi hapa tumeanza kuchukua hiyo hatua. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya. Lakini pia niwakumbushe, unaweza ukajiunga na kundi letu la WhatsApp. Ada yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali ambavyo vinatoa elimu ya ufugaji, kama vile safari ya ufugaji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler, tiba za asili, mwongozo maalum wa tiba za asili. Vyote hivyo tunavyo, vitakusaidia. Kitabu kimoja shilingi 10,000 na tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp.